Habari za wakati huu mtazamaji wetu wa FGA TV. Karibu sana katika kipindi cha makuzi na malezi, na kinaletwa kwako na mimi mkufunzi wako katika masuala ya makuzi na malezi ambaye naitwa Dr. Maraki. Makuzi ya mtoto ni hatua kwa hatua, na katika mchakato wa kuendelea kumkuza mtoto kuna vitu vingi ambavyo huwa tunavifanya hatua kwa hatua ili kumfanya au ili mtoto ambaye anapaswa awe. Kwa hiyo katika kila hatua ya mtoto ambayo tunaijenga kuna vitu tunafanya, tunaingia hatua nyingine ya pili kuna vitu tunafanya. Sasa katika kuendelea kumkuza huyu mtoto ili awe yule ambaye anapaswa kuwa, kuna vitu huwa tunavifanya kama wazazi tukifikiria kwamba tunamtengeneza huyu mtoto au yule ambaye anapaswa kuwa, lakini kwa bahati mbaya vile vitu huwa tunavikosea. Kwa hiyo tukikosea inapelekea yule mtoto anaumia. Kwa ni vitu ambavyo tunavifanya bila kujua, lakini mwisho wa siku inamjeruhi mtoto. Kwa hivyo ndivyo vitu ambavyo natamani tuangalie, makosa ambayo tunayafanya kama wazazi bila kufahamu, lakini hayo makosa yanaumiza watoto. Kabla ya kwenda mbali nikwambie ya kwamba maumivu au makosa au athari ya yale makosa tunayoyafanya kwa watoto ndiyo ambayo yanaonekana kama tabia mbaya ukubwani. Kwa hiyo kila tabia mbaya ambayo tunaiona hapo juu mara nyingi sana ni makosa ya kimalezi. Kwa kwenye msingi hapa chini kuna kitu hakikwenda sawa. Kwa hiyo sasa mtoto akisha kuwa na uhuru tayari, pale juu anakuwa na sauti ya kuishi vile anavyotaka. Vile vitu vilivyofichwa ndani sasa ndipo ambako vinaanza kuonekana kwa nje. Sasa hebu tuangalie kosa la kwanza. Kosa la kwanza ni kulea mtoto bila kujua huyu mtoto ni wa namna gani. Kazi ya kwanza ya malezi inaanza na kumtambua mtoto kwamba huyu mtoto ni mtoto wa namna gani. Usipofahamu ya kwamba huyu mtoto kusudi lake ni nini, utalea kitu kingine kabisa. Na ukimlea nje na ile kusudi lake, pale juu kubwani atahama kutoka kwenye hiyo njia ambayo umemwelekeza. Lakini ukifahamu kwanza kabisa kwamba kusudi la huyu mtoto ni nini, ukamchannel kwenye hiyo njia, ni rahisi sana, ni kama vile unasukuma tu maji yaende kwenye mteremko. Kwa kosa la kwanza ni hatufahamu watoto wanapaswa wawe watu gani. Kwa mfano una mtoto labda ambaye anatamani kuwa daktari au anatamani kuwa mcheza mpira. Sasa kwa sababu haujafahamu ya kwamba na hiyo mbegu au ana hiyo kitu ya kuweza kuwa mcheza mpira, kwa sababu ufahamu, wewe utamlea kama daktari. Sasa ukimlea kama daktari utamjengea mifumo au program za ndani ambazo zinamfanya fikiri, atende kama daktari. Sasa ukishamwelekeza katika hiyo njia tu, tayari huyo mtoto umempoteza. Lakini hapo vile vile kitu ambacho watu tunakikosea bila kufahamu ni kutaka hawa watoto wetu waishi ndoto zetu. Sasa kama mzazi unaweza kuwa una ndoto ambazo ulikuwa unatamani kufanya katika maisha yako, labda kwa sababu moja au nyingine hukufanikiwa. Ulitamani uje kuwa waziri, lakini mambo yako hayakwenda vizuri. Sasa kwa sababu mambo hayakwenda vizuri, sasa unatamani yule mtoto aishi ile ndoto ambayo wewe haukuitimiza. Lakini kama ungemjua huyu mtoto wako kwamba anapaswa awe nani, tayari ingekusaidia wewe kama mzazi kuweza kumchannel au kumkuza na kumwelekeza kwenye hiyo njia ambayo anapaswa awe. Kwa hiyo ni kosa la kwanza ambalo wazazi wengi sana huwa tunalikosea. Kwa kufanya hivyo tunapoteza ndoto za watoto wengi. Jambo la pili ambalo tunalifanya katika malezi tunalolikosea ni kutaka kumharakisha mtoto akue kuliko umri wake. Hii maana yake nini? Hii maana yake ni kwamba mtoto anakuwa hatua kwa hatua na anakuwa kwa umri. Kwa kila umri kuna vitu ambavyo kama mzazi unakuwa unaingiza ndani ya mtoto. Sasa ukimharakisha akue kuliko umri wake, maana yake analuka hatua za ukuaji. Nikupe mfano, unaweza kuwa umekutana na watu wengi sana ambao ni watu wazima, lakini ukiwaangalia au watu wengine wanasema unamwona huyu mtu, yani mtu mzima kabisa, lakini vitu anavyofanya ni kama vitu vya nini? Vitu vya kitoto. Kwa nini? Kwa sababu kuna hatua za makuzi aliluka. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo mtoto huwa anafanya kulingana na umri, hatua kwa hatua. Sasa ukizuia hivyo vitu kwenye huo umri, yule mtoto ni kama unamharakisha au mtu mzima. Kwa mfano anaweza akawa analia, anataka kubembelezwa, anataka kutiwa moyo, na wewe unamwambia unalialia nini wewe? Wewe una miaka 7 lakini na wewe bado unatamani ufanywe hivi kama huyu mtoto mwingine.
tayari yule mtoto anaficha zile hisia zake, na hiyo hatua, vile vitu vya kwenye ule umri wake anashindwa kuvifanya, anakwenda ngazi nyingine. Akienda ngazi nyingine, kile kitu alichokiruka huku juu ukubwani atatafuta namna ya kukifidia ila kipate. Sasa mara nyingi sana huwa watoto wanafidia vitu katika namna ambayo sio nzuri. Kosa la tatu ambalo watu wanalifanya bila kufahamu ni kumlinganisha mtoto na wadogo zake au na wengine mahali pengine. Inaweza kawa ni nyumbani hapo hapo au inaweza kawa ni shuleni. Lakini watu nafanya hivyo kama kutaka kuonyesha au kumsisitiza na kumhamasisha mtoto aweze kufanya vizuri. Lakini hasara yake ya jambo hilo ni kwamba mtoto anaanza kuishi maisha yasiyo ya kwake. Anaanza kuishi kwa kuangalia wengine kuliko kujiangalia yeye mwenyewe. Kwa hiyo anaishi ni mtu ambaye ni wa kujilinganisha, lakini athari yake vile vile hapo hapo, mtoto ambaye amezoea kulinganishwa anapoteza ujasiri. Anakuwa hawezi tena kukabili chochote, anakuwa hawezi kusimama mbele za watu. Anajua tu nikikosea tu hapa nitakosolewa. Nikikosea hapa nitasemwa vibaya. Nikikosea hapa nitachapwa sana. Ni kama vile mtoto ambavyo anaweza akaja nyumbani, labda matokeo yake hayako vizuri, baba pale anasema au mama anasema, unaona unazidiwa na fulani, na hangaika kutafuta pesa, lakini wewe kila siku tukienda shule ni sijui unaenda kufanya kitu gani, unazidiwa na fulani. Kwa yule mtoto anaanza kumuona yule fulani kama ndo bora sana kuliko yeye. Kwa yule mtoto anaanza kuhama taratibu, anaondoka kwenye kwenye mstari wake wa maisha au wa makusudi yake. Kwa hiyo anapoteza ujasiri, anaondoka kwenye njia yake ya maisha, lakini si hivyo tu, anashindwa kuconnect na yeye mwenyewe. Hivyo ni vitu ambavyo tunavifanya katika malezi ambavyo vinaathiri au vinajeruhi watoto. Kosa lingine ambalo tunalifanya katika malezi ni kutumia njia zinazoonyesha zinaleta matokeo haraka katika kumrekebisha mtoto. Kwa mfano, huwa tunatumia aidha hasira au kufoka. Mara nyingi sana wazazi huwa tunatumia njia hii kwa sababu ni njia ambayo huwa inaonekana kama inaleta matokeo kwa haraka sana, lakini athari yake huwa ni kubwa sana kuliko yale matokeo. Ukiwa na mtoto ni muhimu kujifunza kuvumilia. Watoto wana mambo ya hapa na pale, na wakati mwingine utasema mara ya kwanza, utasema mara ya pili hasikii. Lakini kama mzazi unahitaji kujifunza kuvumilia, kwa sababu utakapozungumza naye kwa hasira au kwa kufoka, utashangaa mtoto anarudia kile kile. Mtoto anakuona kama vile wewe kama lile tatizo. Kisaikolojia mtoto anaona lile tatizo kama ni kubwa kuliko wewe mzazi. Kwa hiyo badala ya yeye kuelezea sasa hisia zake au kuonyesha hitaji lake, anaanza kutuni kwenye hitaji lako. Kwa hiyo mtoto anaficha hisia, na hisia hasi ambazo zinakuwa zimefichwa pale juu kubwani zinaanza kujionyesha kama tabia mbaya. Utashangaa vile vile, kwa mfano ukizungumza na mtoto kwa hasira sana, yule mtoto atarudia yale makosa. Kwa nini? Kwa sababu unazalisha homoni za stress kwenye mwili wake na uwezo wa kutunza kumbukumbu ndani yake unapungua. Kwa wakati mwingine, kwa mfano ukisema na mtoto ukaona anarudia makosa yale, ujue kuna uwezekano mkubwa sana, kiwango kikubwa sana cha stress kimezalishwa ndani yake, na lile funzo uliokuwa unataka alipate hatalipata. Kwa hiyo ni kosa lingine ambalo watu wanalifanya katika malezi. Ninakushukuru sana kwa kutenga muda wako kujifunza pamoja nami masuala ya makuzi na malezi. Ninaamini kuna kitu umejifunza, utakwenda kukitekeleza na utaona matokeo. Kwa kile kitu ambacho umejifunza, tuandikie hapo chini kwenye comment, nami nitafuatilia na kukushauri zaidi. Asante kwa wakati wako, endelea kufuatilia FGA TV.